mmoja ambaye ni gun number 1 kwa Kenya, ambaye ni mkora namba 1, ambaye ni mtu ambaye kwa kichwa yake he has a twisted mind, a twisted tribal mind, na anatembea na guns, ni mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Huyo mtu kabisa aamini systems ya government. Yeye unaona ananiongelelea kila wakati kwa sababu anajua ninamjua vizuri sana. Mimi nataka kuambia Gachagua, tutaonana macho kwa macho na wewe. Wewe unajua vizuri ulipokuwa deputy president ulikataa kufanya kazi kutumia systems of government. Wewe hata ukiwa deputy president ulikuwa unatembea na guns. Ndio ulichukua hiyo guns wakaenda shamba ya Uhuru Kenyatta kuibia yeye mbuzi yake hapo kwa shamba yake hapo Thika Road. Na kama mimi nadanganya akuje anistaki, anipeleke kotini. Kwa sababu anajua namjua, ndio unaona akilala anasema Murkomen. Akiamuka anasema Murkomen. Kwa sababu mimi anajua mimi sio mtu ya kuchezea, aende achezee watu wengine. Na matusi yenye anajaribu kunitusi, mwambie matusi yanipeleke mahali, lakini mimi nitakupeleka wewe mahali. Mimi niko na uwezo ya kukupeleka wewe mahali. Huyu Gachagua, we are tired. Imetosha. Juzi alikuwa anapanga guns. Ameweka vijana huko Kayole. Ameweka wengine hapo Eastlands. Alikuwa amepanga wengine kwa Thika Road. Lakini kwa sababu nimejua huyo Gachagua, tulimfungia kwanza yeye akakaa kwa nyumba yake huko kwa Wamunyoro. Na anajua ukweli ile maneno alikuwa anatangaza anasema assassination nini, ni kwa sababu alikuwa anajua kuna askari wana monitor na ile guns anapanga na tungemshika yeye kama angetoka kwa nyumba yake. Na usiku hiyo DCI na police walishika wakora yote, ilipita 300. Waliposhikwa sasa yeye akaisha nguvu, hakuna kitu alikuwa anaweza. Sasa anakuja mbele hapo anakuja kusema mimi niliambia hao watu wanyamaze wasiende siku hii. Wewe you are a very stupid man. You know, hii mtu anataka kuchukua credit kwa kila kitu kwa dunia. Yaani kila kitu, akiona kitu imeenda mzuri ati nilikuwa ni mimi. Akienda mbaya anasema ni Murkomen. Yaani he's a very foolish person. Anafikiria mimi simjui. The reason why Gachagua fears me is because I know him. And I know that he is the father of violence in our country. Lakini pia mimi najua ni mwoga. That is why mimi najua vile ya kutreat na yeye. Umewahi uona Gachagua amekuja maandamano? Umewahi ona yeye kwa maandamano? Sasa anakaanga huko nyuma akituma watoto ya watu. Mwambie ajaribu akuje street. Yeye anajifanyanga ati yeye ametake over. Yeye sasa ni kama tinga. Wewe ni tinga wapi? Tinga akiwa karibu 8 years alikuwa kwa barabara mbele na tia gas. Wewe hujawahi hata toka kwa nyumba yako, unaenda kujificha njiri ya kitanda na unaambia Mama Dorcas angalia nje kama kuna mtu ametoka. Wewe ni mwanaume ya wapi? Hakuna mtu hapo. Yeye ni mtu bure sana. Na ukiona, wacha niwaambie nyinyi. Ukiona mtu anabuli wa mama, mtu mwenye anaongea maneno mingi, ukiona hata umbo yenye inabwekanga sana ni mwoga. Ukweli ama sio kweli? Ile umbo yenye unajua mimi ni mtu niko na umbo wengi kwa nyumbani huko. Ukiona umbo mwenye wakati sasa wanakimbizana, umbo mwenye anakimbia mbele na kupiga kelele, huyo ni mwoga. Anaendanga na akiangalia nyuma kuona kama kuna company imekuja huyu mtu shida yake anajionanga yeye ni mtu ya maana sana. Sasa lakini kwa sababu ya uoga anakuja na umewahi kuona yeye kwa press conference anaongeanga akiangalia kando hivi. Ni mwoka, you is a con man. Huyo mtu ni a very big con. Amekon wa Kenya for too long. But I want to tell him you can con some people sometime, but you cannot con all the people all the time. Niko na huyo wa Munyoro. Unaona uchaguzi hii inakuja. Wajana hii anaongea ati ICC nini. Hiyo violence anajaribu kujaribu. Hii uchaguzi atakuja. Huyo mtu waja ajaribu. Atalala cell. Hata piga kura. Let him try. Any criminal. Now we have made up our mind. Any person who is involved in matters of recruiting gangs and criminals, we will deal with them perpendicularly. Mnataka hivyo ama mtaki hivyo? Yaani tumepambana na majangili iko na bunduki. Wamekaa huko Kerio Valley, Mahal Shabab. Nakuja kwa hii mwaka. Hii tutamnyorosha mbaya sana. Na mimi kutoka leo, unajua nimemnyamazia siku mingi. Na anapenda matusi sana. Sabrano. Kasongo.
ajaribu mimi. He will. Unajua pengine rais na naibu wa rais wanachunga heshima ya ile ofisi wako nayo. Mimi hapa chini I have nothing to lose. Nitapambana na wewe. Tapambana na wewe, usicheze na mimi. So na unajua huyu mtu ni mkabila sana. So mnajua hivyo? Ni mkabila. Kabila. Watu wa Central, let me tell you. Watu wa Central ni watu wazuri. Wakikuyu ni watu wazuri. Hawana ubaya yoyote. Ile ukabila imeuzwa siku mingi. Wakikuyu ni wabaya, Wajaluo ni wabaya, Wakalenjin ni wabaya. Hakuna kitu kama hiyo. Wakikuyu kama wale Wajaluo, kama wale Wakalenjin, kama Wakenya wote, they are good people. But they are stupid, foolish characters like Gachagua who pretend to be the spokesman of the community and try to bring a bad name. I want to tell Kenyans, I will separate Gachagua, who is a bad apple, from the good people of Kenya, Mount Kenya and the Kenya. And I am on his case daily until Kenya crosses over 2027 peacefully. Because I know his only remaining currency is violence.